Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu wanahabari, tumeitana leo tarehe 27 ya mwezi wa 10 2025, mimi pamoja na wenzangu. Kulia kwangu ni Katibu Tawala wa Mkoa wa Dar es Salaam na kushoto kwangu ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ilala, na nyuma yangu ni Kamati ya Usalama ya Mkoa wa Dar es Salaam. Sisi sote tukiwakilisha mashinari za kiserikali zinazofanya kazi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa kuwakilisha wenzetu wote. Tumeona tuitane siku hii ya leo kama sehemu ya kawaida ya mkuu wa mkoa pamoja na vyombo vyake kuzungumza na Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuhusu maandalizi ya uchaguzi katika mkoa wetu kwa ujumla wake. Mnafahamu kwa dhati kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 ni siku ambayo taifa la Tanzania litakuwa na uchaguzi wa kuchagua kiongozi kwa maana rais, wa bunge na madiwani, jambo ambalo ni la kawaida kwa kila baada ya miaka mitano. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna wapiga kura wengi zaidi ya milioni 4 ambao tunaamini kabisa kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 wote watajitokeza ili kuweza kutumia haki hiyo ya katiba kuchagua viongozi wanaowataka. Mimi pamoja na wenzangu tumetoka mbele yenu na mbele ya Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha, pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura. Kituo ulichojiandikisha inaweza kutokea kisiwe ndio kituo cha kupigia kura, lakini kama utakuwa umebadilishiwa mahali pa kupigia kura, basi itakuwa ni vituo vilivyo karibu na kituo ulichotumia awali kujiandikishia. Kwa maana kwamba vituo vya kujiandikishia vinaweza kuwa vilikuwa ni vichache kuliko vituo vya kupigia kura. Na hii yote Tume ya Taifa Huru ya Uchaguzi imeongeza wigo mpana wa vituo vya kupigia kura, kwa sababu kujiandikisha kulikuwa ni zaidi ya siku moja, lakini kupiga kura kutakuwa ni kwa siku moja. Na ndio maana huduma ya vituo vya kupigia kura vinakuwa ni vingi zaidi pengine kuliko vile vituo vilivyotumika kujiandikishia. Mchakato wa upigaji wa kura kwa mujibu wa taarifa za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Kwa hiyo nitoe rai kwa wana Dar es Salaam wote waliojiandikisha kupiga kura kwenda kutumia haki hiyo ya katiba kuchagua viongozi wanaowataka. Zipo taarifa chache katika mitandao ambazo hatuwezi kuzipuuza za jitihada za baadhi ya watu katika vikundi vidogo kuhamasisha kuvuruga uchaguzi huu ambao umepangwa kwa mujibu wa sheria. Ninayo heshima kuwaeleza kuwa wala msiogope jambo lolote, kwa kuwa vyombo vya dola mnaoviona hapa nyuma yangu vimeapa kwa katiba kulinda usalama wa raia na kulinda usalama wa mali zao. Hakutakuwepo hata mmoja ambaye anaweza kumtishia Mtanzania yoyote anayejitokeza kwenda kupiga kura katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na akaachwa akifanya hivyo. Vyombo vya dola havijajipanga kutisha watu, bali vimejipanga kuhakikisha wewe Mtanzania, wewe mwana Dar es Salaam, unakwenda kupiga kura vizuri, unakuwa salama na unaondoka kwenye kituo cha kupiga kura ukiwa salama. Maneno yaliyoko mtaani kwamba uchaguzi huu utavurugika, muyapuuze,
kwa sababu nchi hii na hasa mkoa wetu wa Dar es Salaam, vyombo vya dola na Watanzania wote walio na nia njema tutabaki imara kuilinda nchi yetu na kulinda mkoa wetu. Kwa mantiki hiyo, yafuatayo ni maelekezo kwa wenzetu wote katika mkoa wetu. Namba moja, wenye viti wa serikali za mitaa kwa kusaidiana uongozi wa mitaa yao kwa kushirikiana na sungusungu ama katika ulinzi shirikishi, wafanye hivyo katika kulinda miundombinu ya TANESCO, ya DAWASA, ya barabara, ya TANROADS, ya TARURA pamoja na maeneo mengine yote pale ambapo patahitajika kufanya hivyo. Lakini jambo la pili, barabara zote za mwendo kasi. Imekuwa ni tabia kawaida kwa baadhi ya wenzetu kutumia barabara hizo kinyume na utaratibu. Natoa rai ya kwamba kwa siku hizi zote ambazo tumebakiwa nazo, mtu yoyote ambaye hana haki ya kupita katika barabara hizo asipite kwenye barabara hizo. Viachiwe vyombo vya usafiri wa mabasi yaendayo kwa kasi vitumie njia hizo, na kama kutakuwa kuna jambo lolote la dharura, iwe ni rahisi vyombo vyetu vya dola kufika kwenye dharura hiyo na kuweza kutoa huduma pale ambapo inahitajika. Lakini jambo jingine, nitoe rai kwa Watanzania wote na hasa wa Dar es Salaam, Mtanzania mwana Dar es Salaam, kwamba dhana ya kulinda taifa letu ni dhana ya pamoja. Kila mmoja awe balozi katika maeneo yote dhidi ya wageni wote wanaoingia katika mkoa wetu wakiwa hawana taarifa za msingi. Inaweza kuwa imetokea watu wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali za taifa letu ama za mkoa wetu ama hata nje ya taifa letu kuja na agenda moja kuleta fujo katika mkoa wetu. Balozi sahihi katika mkoa huu ni mwananchi mwenyewe. Piga simu, shirikiana na chombo cha dola ili tuweze kudhibiti watu hao ambao hawana nia njema na taifa letu. Lakini mpaka muda huu tunapozungumza, jeshi la polisi kwa kusaidiana na vyombo vyote vya dola tayari wamekwisha anza mchakato wote wa kudhibiti viashiria vyovyote vile vya uvunjifu wa amani. Na ndio maana mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu wakuu wa wilaya wote, vyombo vya dola katika ngazi ya mkoa mpaka ngazi za chini, tunajiamini kuwa mkoa huu upo salama sana. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, imezoeleka wakati fulani tunapoelekea katika chaguzi hizi kuendelea kuwa na tabia ile ya kuripoti taarifa zinazoleta taharuki kwa Watanzania na hasa Dar es Salaam. Tufahamu kwamba ninyi waandishi wa habari ni nguzo ya 4 ama muhimili wa 4 wa serikali yetu. Mna wajibu wa kutoa taarifa, wa kuhabarisha, wa kuwapa elimu wapiga kura ili waweze kujitokeza kwa wingi katika kutumia haki yao ya msingi iliyoandikwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Na baada ya kusema haya, kama kutakuwa kuna mtu yoyote ana maoni, ana swali, ana jambo lolote, wakuu wa wilaya wapo kwenye wilaya zetu saa 24. Vyombo vya dola vipo kwenye mitaa yetu saa 24. Katibu tawala wa mkoa na watumishi wote wapo maofisini saa 24. Kwa kuwa imetangazwa kwamba tarehe 29 ni siku ambayo watu watumie kwenda kupiga kura, kwa maana kwamba inakuwa ni kama public holiday, basi Watanzania tusipuuze haki hiyo, twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Twende tukapige kura. Na tukishapiga kura zetu, tusubiri matokeo ya kura tuliyoipiga ambayo yatatangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuhusu washindi walioshinda katika mchakato huo. Kwa muda mrefu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa elimu kwa Watanzania kuhusu mchakato wote wa upigaji wa kura. Katika kila kituo cha kupigia kura wapo maafisa walioteuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa kama wasimamizi wa uchaguzi, makarani, waelekezaji na walinzi pia.
Kwa lugha nyepesi, ndani ya kituo cha kupigia kura michakato yote itakuwa ya huru na haki. Na kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeelekezwa distance ya kila mmoja kuwa baada ya kupiga kura. Kwa hiyo niombe Watanzania wote na hasa wa Dar es Salaam, zipo taarifa za kawaida zenye nia njema za kumtaka Mtanzania au mwana Dar es Salaam anapopiga kura kuweza kuilinda kura yake. Kulinda kura yake maana yake nini? Kila chama kinachoshiriki katika uchaguzi kimeteua mawakala wao ambao watakuwa observers wa mchakato huo huru na ambao utakuwa ni wawazi ndani ya kituo cha kupigia kura. Kwa hiyo huyo ndiye aliyeteuliwa na chama, na huyo ndiye atakayekuwa ni mwakilishi wa wafuasi wote wa chama cha siasa kilichoshiriki katika uchaguzi huo. Na baada ya mchakato huo, wale mawakala wote watashiriki kuhesabu katika kura zao za wagombea wao, kusaini pale ambapo wanakubaliana matokeo, na baada ya hapo ndio watakuwa ni mabalozi sahihi wa wafuasi wa chama hicho cha siasa tunapokwenda kutangaza matokeo hayo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sioni afya yote unapopiga kura hapo ukabaki hapo hapo kwamba unailinda kura yako. Utaratibu umekushawekwa vizuri ya namna mawakala wote na maafisa wote wa namna kuelekeza wewe kushiriki katika kupiga kura na baadaye kuja kutangazwa matokeo ya kura yako. Kwanza mtaungana na mimi kwamba taifa la Tanzania ni taifa ambalo limeweka uhuru mkubwa sana kwa vyombo vya habari. Na limeweka uhuru huo kwa sababu ya umuhimu na umadhubuti wa vyombo vya habari katika taifa letu. Na kipaumbele mojawapo ambacho nilikushasema awali kwamba vyombo vya dola vimeapa kwa katiba kwamba vitalinda usalama wa raia na mali zao. Mwanahabari ni raia na kamera ni mali yake. Na kwa mantiki hiyo, katika kauli hiyo ni kwamba mwanahabari yoyote ambaye ataripoti taarifa katika taifa letu ya kufundisha, ya kuhabarisha, wote hawa ni raia ambao wako katika package ya kulindwa katika taifa lao na mali zao. Lakini pamoja na hilo, kuna maeneo yote nyeti katika taifa letu na hasa katika mkoa wetu. Na nyinyi mnafahamu kwamba mkoa huu ni moja ya mikoa mikubwa ambayo imebeba uwekezaji mkubwa sana, na ni mkoa ambao una vitu vingi ambavyo vitakapoharibiwa vinaweza kuleta taswira ambayo sio sahihi. Maeneo yote ya msingi vyombo vya dola vinafahamu namna ambavyo maeneo hayo yote yapo kwenye viganja vyao. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, katika jambo jingine utakapotishiwa na mtu yoyote, ninyi ni waandishi wa habari, mnafahamu taratibu. Mtaripoti katika kituo cha polisi kwa chombo cha dola ili mtu huyo aliyekutishia aweze kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Nihitimishe kwamba msiogope waandishi wa habari kuwa viunganishi kati ya watu na serikali, bali ogopeni waandishi wa habari kuwa wagawaji wa taifa kati ya wananchi na serikali yao. Jambo lolote mnapoliripoti lazima mwe mmekwisha tafakari kiasi cha kutosha impact ambayo inaweza kutokea baada ya wewe kuwa umekwisha ripoti jambo hilo. Na ndio maana nyakati zote tunasisitiza kubalance story kabla hujairusha story. Umepata taarifa kuna maboksi ya kura yameibiwa, nachukulia mfano, wewe unakwenda unaripoti maboksi ya kura kweli yameibiwa, unaleta taharuki, uliza moja kwa moja kutoka kwenye kituo hicho, fika kwenye kituo hicho, pata taarifa zilizo sahihi kabla hujaweza kuripoti taarifa yote. Na kama kuna matishio, vyombo vya dola vipo kukulindeni ninyi pamoja na mali zenu, yani kwa maana ya kamera na vitu vinginevyo.